Kwa majina naitwa Riza Sware Mugune. Ninafanya kazi kwenye kampuni ya usafirishaji Same Logistic. Karibu. Tungetamani kujua namna ambavyo ilikuwa mpaka gari hii ikawa katika mazingira haya. Okay. Hii nimetokea tu kama bahati mbaya zingine. Gari ilikuwa katika mazingira salama na barabara yetu salama, ina viashiria vyote. Ila kuna tatizo za maintenance huwa zinatokea kwa sehemu ambayo sitofahamu. Ndio ile ambalo limetokea hapo. Ulikuwa kwenye spidi, yani dereva alikuwa kwenye mwendo kasi na hakuweza kuona alama za barabarani, au shida ilikuwa nini? No. Ilikuwa katika mwendo wa kawaida ambao ni spidi 5. Kama unavyoziona bumps zetu, huwezi ukatembea hata spidi 10. Na hizo rasta kama unavyoziona. So ilikuwa katika spidi 5, imepanda kawaida, imeshuka kawaida, ikabend. Is a way like that. Tuelezee kwa yule ambaye pengine anaiona tu gari kwenye mazingira haya, nini ambacho kimetokea? Nimetokea ni emergency ya kawaida. Yani kama accident ya kawaida ambayo haijazuru mtu yote, haijazuru chochote. Ni chombo tu ambacho kimepata madhara machache ambayo inaweza ikashughulikiwa baada ya 5. Kwa muonekano wa gari ni kama gari imevunjika kwenye bumps. Yes. Gari imevunjika kutokana na kwamba muda wake wa kuvunjika umefika. Na ndio maana imevunjika. Do you understand? Wengine kuna mazingira ambayo labda mlizidisha mzigo ndio maana. Hapana, hakuna mzigo uliozidishwa wala uliopungua. Hiyo almost inabeba tani 25. Ni mzigo mdogo sana. Sisi kwetu tunabeba, Tanzania tunabeba mpaka 32 na ngapi, lakini inabeba 25, ni ndogo sana. Mimi naitwa SSP Magayane, ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Tabora. Nashukuru kwamba tunaendelea na shughuli zetu za usalama barabarani kuhakikisha kwamba barabara zote za mkoa wa Tabora na zinapitika kwa usalama, na tunaendelea na ukaguzi wa vyombo mbalimbali vya moto ambavyo vinatumika katika mkoa wetu wa Tabora kuhakikisha kwamba madereva wanatii sheria za usalama barabarani na watumiaji wote kwa ujumla wanatii sheria za usalama barabarani. Swala la ukaguzi liko kwa mujibu wa sheria, lakini pia ni jukumu la mmiliki wa chombo cha moto kuhakikisha kwamba kabla hakijaanza safari ahakikishe kwamba kiko katika hali nzuri, kwa maana ya kuanzia bodi mpaka mifumo yote ambayo inatumika kwenye gari. Sasa kutofanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa usalama barabarani na inatakiwa chukuliwe hatua za kisheria. Vile vile dereva naye ambaye anahusika katika kuendesha hicho chombo cha moto, naye ni wajibu wake kabla ya kuanza safari kuhakikisha kwamba chombo anachotegemea kuanza nacho safari kwenda sehemu au sehemu nyingine kiko katika hali nzuri, hakina matatizo yoyote ambayo yanaweza kupelekea madhara yoyote kwake yeye mwenyewe au kwa chombo chake yeye mwenyewe au watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo sheria ya usalama barabarani inamtaka mmiliki na dereva wote kuhakikisha kwamba chombo wanachokitumia kinakuwa katika hali nzuri ya usalama kwa utumiaji wa barabara, kwa sababu barabara anayotumia ni barabara ya umma ambayo inatumika na watu wote. Kwa hiyo madhara yoyote yanayoweza kutokea kutokana na chombo chake watawajibika nacho, kwa sababu wao wana wajibu wa kuhakikisha kwamba chombo hicho kiko katika hali nzuri. Sisi ndio maana unakuta kuna askari wa usalama barabarani. Shida tu ambayo inaweza kuja ni pale ambapo hasa kwa magari ambayo sio ya abiria, kwa mfano malori. Malori hatuna access ya kuyakagua kabla hayajaanza safari. Tunayakagua tukikutana nayo barabarani. Lakini kwa vyombo vya moto kwa mfano mabasi, stendi zote kuna mkaguzi wa magari ambayo jukumu lake ni kukagua kuhakikisha kwamba gari haiwezi kuondoka stendi pale kama iko katika hali mbaya. Lakini sasa kwenye malori nadhani ni changamoto, kwa sababu nakuta malori yanatoka katika destination tofauti. Na tungekuwa labda kuna stendi maalum kwamba malori yote kabla hayajaanza safari ni lazima yatokee sehemu fulani kama ilivyo kwenye mabasi, ingekuwa ni rahisi sana kuweza kuyamonita kabla hayajaanza safari, kuyakagua na kuona kama yako katika hali nzuri kama tunavyofanya kwenye mabasi yanayosafirisha abiria. Kwa hiyo ni wito wangu kwanza ni wasisitize tu kwamba wale wamiliki wahakikishe kwamba magari yao yanakaguliwa ipasavyo kabla hayajaanza safari. Lakini na dereva asiwe mjinga akaumia tu akisha gundua kwamba gari yake ni mbovu
kabla hajaanza safari, basi asiendeshe, kwa sababu inaweza kaleta madhara kwa aidha mzigo alioubeba kwake yeye mwenyewe, lakini na kwa watumiaji wengine wa barabara, lakini pia miundombinu ya barabara. Kwa hiyo nisisitize hilo kwamba hatuko tayari kuona gari bovu linapita katika barabara ya umma. Tutachukua hatua zinazotakiwa kwa mujibu wa sheria, kwa sababu najua kabisa madhara yake huwa sio ya kawaida.